kusoma neno la Bwana katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hivyo siku ya leo ujumbe wetu ambao tunaenda kujifunza, ambao Bwana alinisaidia kuandaa, ni njia ya utakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Njia ya utakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninajua kwamba tuko sawa katika jina la Yesu. Ujumbe wetu wa siku ya leo ni kuhusu ni njia ya utakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na pia ningependa kushukuru kwa sababu ya ujumbe wa Sunday, ulikuwa so powerful, ulini challenge sana wakati nilikuwa nikifuatilia. Mimi niliweza kusikia ukiwa ujumbe wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Na nikawa na tamanio ya kufanya jambo lingine. Bwana asifiwe. Kwa sababu ujumbe ulikuwa ukinena kuhusu mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Na ilikuwa so powerful. Na nilipoangalia ujumbe wa ile Sunday iliyopita, huu ujumbe ulikuwa unakuja kama unafanana. Huu ujumbe mwingine naye ulikuwa unaongelea kuhusu kuchunga urafiki. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba uchunge urafiki wako. Na huu ujumbe hata mahali pale sikuwa nimeipata vizuri, lakini jana nikiwa nikipitia katika video kadhaa kwenye mtandao, ndio nilipata huo ujumbe. Unakuwa umeandikwa tu vizuri. Ukienda pale kwa mtandao unapata imeandikwa ya kwamba uchunge urafiki. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukiingia pale unaweza taka kufuatilia huo ujumbe wa urafiki, ama unaweza kupatia ujumbe wa mchungaji uliopita, ama unaweza taka kupatia ujumbe wa malaika part 1 ama part 2 ama part 3, unaweza fuatilia. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa mimi nilipokuwa mahali pale nikasikia huo ujumbe ulikuwa so powerful. Bwana Yesu apewe sifa. Na nikajua na tukaona na nikaona vile mchungaji ana risk wakati anaamua hata kwa sababu ya kwenda kuokoa kondoo. Bwana Yesu apewe sifa. Na tukaona vile Yesu aliamua kurisk ili yeye aweze kutukomboa sisi. Bwana Yesu apewe sifa. Ilibidi apoteze maisha yake ili aweze kutuangalia sisi. Na tukaulizwa kwamba je, mchungaji kama anaweza kuwa na nafasi ya kuenda kutafuta kondoo zilizopotea. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba mchungaji anaweza fanya aje wakati kondoo imepotea. Na tukaweza kujua kwamba anaweza enda na kuirudisha. Bwana Yesu apewe sifa. Na kuirudisha tena katika sisi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kuna mahali nilisikia nikacheka kidogo. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu kuna mwenye aliulizwa. Bwana asifiwe. Akaambiwa kama muziki. Bwana asifiwe. Haleluya. Na alijibu vizuri. Bwana apewe sifa. Ataenda kuipiga itoke kwa shamba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri tukifuatilia ujumbe tunapata tunachengeka. Na hiyo ndio ulipata nikiwaambia kwamba ni vizuri wakati mwingine wakati unapata message unaichukulia hiyo ujumbe ni yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ujumbe ulilipiwa gharama ndio ukufikia. Bwana Yesu apewe sifa. Usitani ilikuwa rahisi. Kuna wakati ilitengwa kutafutwa neno. Kuna wakati ulitengwa kwa ajili ya kuombea hilo neno. Kuna wakati ulitengwa kwa ajili ya mtu aache kazi zake, mchungaji atoke huko kwote akuje paka mahali hapa ili akufikishia huo ujumbe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuna karama imekarimika ili huo ujumbe ukufikie mchungaji. Ili huo ujumbe ukufikie ya kukuambia kwamba tunza urafiki. Ili huo ujumbe ukufikie ujue kwamba demon ni aina ngapi ya mapepo. Bwana Yesu apewe sifa. Walitoka wapi? Kuna ujumbe tulijifunza vizuri sana. Hao mademoni walitoka wapi? Na basi shetani alikuwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ikawa huo ujumbe ulikuwa mkubwa sana. Hata ijapokuwa mwenye alichukua video hakumalizia, kwa sababu niliona ilichukua kama 17 minutes peke yake. Kwa hivyo ni vizuri tukifuatilia neno la Bwana, na tukifuatilia neno la Bwana tutapata ya kwamba tunakuwa kiroho. Na njia utakatifu ni nini? Njia utakatifu
njia ya utakatifu inakuja kwa njia kama hiyo, kama vile tu tumeambiwa, vile tunaweza tunza urafiki, kama vile tunaweza tunza kazi tuliyopewa. Kwa sababu wakati wanasema mchungaji, usitanie tu mchungaji mwenyewe anasimama hapa kuhudumu. Hata wewe ni kuhani katika kijiji chenu. Bwana Yesu apewe sifa. Hata wewe ni kuhani katika ule rafiki wako. Bwana asifiwe. Je, ulipomwona akipotea ulifanya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Ulimkonga na miti ama ulimleta kwa upendo? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hata wewe enda ufanye research, ukaangalia mimi kama mchungaji wa hii mji, mimi ninafanyanga nini? Bwana Yesu apewe sifa. Mimi kazi yangu ni kani? Basi ukiweza kuangalia utajua hatua ambayo unafaa kwenda. Bwana Yesu apewe sifa. Na mjua kwamba mimi ni mwinjilisti. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wakati mwingine ninapata nimeenda haraka, wakati mwingine nimeenda polepole. Bwana Yesu apewe sifa. Na neema ya mwinjilisti sio neema ya mchungaji. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo tunakuja kuangalia njia ya kwanza ya utakatifu inaanzia wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Njia ya kwanza ya utakatifu, mwanzo kabisa, inaanzia wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu huwezi kuwa mtu mzuri kama wewe bado uko kwa usherati. Huwezi kuwa mtu mzuri kama bado uko kwa ulevi. Huwezi kuwa mtu mzuri kama bado uko kwa ibada, jioni uko kwa mambo ya dunia. Wewe huwezi kuwa mtu mzuri, tuwezi tukatambua wokovu wako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo njia mzuri, njia ya utakatifu, part 1 inaanzia wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati wokovu unasaliwa, wokovu ukisaliwa ndani yako, unaanza kuzaa kitu kingine. Tutaenda kujua wokovu ukiingia ndani yako unazaa nini. Alafu niambie wokovu ulipoingia kama ulianza kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninajua siku moja tutakuwa tunaambiwa tujibu, tuweze kusema mambo mawili matatu, maswali matano tu kuhusu ujumbe uliopita. Bwana apewe sifa. Alafu tunaona vile watu wanaendelea, kwa sababu mtu atakuwa akifikiria huo ujumbe kila wakati. Bwana asifiwe. Hebu tuangalie Warumi 10 mstari wa 9 peke yake. Kitabu cha Warumi 10 mstari wa 9 peke yake. Wokovu uko kwa njia mbili. Wende ukajua kwamba kila mtu anasemanga mimi nimeokoka. Usishindange na mtu mwenye anasemanga mimi nimeokoka. Kuna uwezekano aliokoka jana kwenye accident. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna uwezekano aliokoka 2020 wakati wa COVID-19. Huyo mtu aliokoka kwa sababu magonjwa alipopita hivi yalimwacha akiwa waya, akasema mimi katika magonjwa mimi nimeokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kuna wokovu wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wokovu wa kuacha kila kitu. Huo ndio wokovu tunataka tuuangalie. Katika Warumi, kitabu cha Warumi 10. Meliki microphone ulifikisha ama pato? Alafu watu wenye wanahusika na vyombo mtakuwa mnakuwa chap chap. Tunaomba Bwana aongeze watenda kazi katika nyumba ya Bwana, kwa sababu saa zingine tunapata uko kwa maombi, unafaa uangalie microphone, uko kwa maombi, unafaa uangalie simu imepotelea wapi, uko kwa maombi, inafaa generator hiyo imewashwa. Kwa hivyo kuna mambo mengi. Tunaomba watenda kazi wawe wengi ili kazi iwe nyepesi. Umefika Warumi 10, tusomee mstari wa 9 peke yake. Warumi 10 mstari wa 9. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana
na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba ukimkiri Yesu, wakati unaokoka na kumkiri Yesu Kristo ya kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, wewe unaanza kuingia kwa njia ya wokovu. Sasa unaingia katika kitabu cha wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini baada ya kuingia katika kitabu cha wokovu, kuna hatua nyingine unafaa upitie. Bwana Yesu apewe sifa. Na hii hatua ambayo unafaa upitie, ni lazima wewe mwenyewe uwe umetambua ninafaa kufanya nini. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu wakati wokovu umekufikia, umeokoka na umeingia na umeamua sasa utatembea na Kristo, kuna kitu ambao unafaa kufanya. Wokovu, wakati umepokea wokovu, wokovu ikianza kukua, wokovu ikichukua muda fulani, inaanza kukua ndani yako na inazaa kitu fulani. Wakati inazaa kitu fulani, hiyo kitu ikikua inazaa kitu kingine. Hebu tusome hiyo Warumi, hiyo Warumi 10 mstari wa 10. Tusome mstari wa 17 na 18, hizo mistari miwili. Warumi 10 mstari wa 17. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini nasema, je, wao hawakusikia? Naam, wamesikia. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo basi imani inatokana na kusikia ujumbe, na huo ujumbe unatokana na neno la Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Imani uja wakati mtu alipookoka, ulianza kusoma neno. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati unaanza kusoma neno, inaanza kutengeneza kitu inaitwa imani. Bwana Yesu apewe sifa. Number 1, ulipokea wokovu, na baada ya kupokea wokovu ukaanza kutembea na Yesu. Baada ya kutembea na Yesu, ukawa unaenda kwenye ibada, unasikia neno likisema ya kwamba mchungaji anafaa akae hivi, unasikia neno likisema ya kwamba kuhani anafaa akae hivi. Ukichukua Biblia inatuambia watu ambao wanatembea kwa neema, unasikia neno likikuwa ndani yako linaanza kukua na nguvu. Likianza kukua na nguvu, hilo neno linazaa imani. Wakati unaanza kukua na imani, kwa hivyo unaweza fanya jambo lingine. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wengi walipokea Yesu, watu wengi walipokea wokovu, na baada ya kupokea wokovu walitosheka na huo wokovu. Bwana asifiwe. Walipokea wokovu na wakatosheka na wokovu. Sasa hawananga jambo lingine. Huyu mtu yeye anajuanga ameokoka, ni sawa, umeokoka. Huyu mtu anajuanga ako sawa, basi ndio ni sawa. Lakini je, utakuwaje umeokoka na neno alimo ndani yako? Kwa sababu tumesikia imani ucha, na imani wakati inaanza kukucha, inakuchanga wakati uliokoka. Unaanza kusoma neno la Mungu, wakati unaanza kuingiza neno, hilo neno likikuwa ndani yako linaanza kuzaa kitu kingine. Hilo neno likiongezeka kiwango, linazaa kitu inaitwa imani. Bwana Yesu apewe sifa. Na imani wakati inaanza kukua ndani yako, sasa hiyo imani inaongezeka, hiyo imani inaanza kuinuka, inazaa kitu ingine inaitwa utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo safari ya wokovu ianze tu wakati umeokoka na unakaa nyumbani, wakati umeokoka na unaachana na Yesu,
Wakati umeokoka ati mimi nilienda nikapiga magoti, na ndipo nasikianga watu wanasema kwamba mimi niliokoka kwenye mkutano mkubwa sana, ulikuwa umemiliki watu kama 2,000,000. Hiyo haina msaada wowote. Tunataka mtu ambaye atasema mimi nilipookoka nilichukua hatua ya kuenda kwenye ibada, nilichukua hatua kusikia wachungaji, na wakati nilisikia wachungaji wangu nikasikia neno likisema ya kwamba tukae chini ya miguu ya Bwana, na hilo neno limeniinua. Hata siku leo niko na imani ya kwamba nitamuona Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa imani inaendanga hivyo. Unaanzia hatua ya kwanza, hatua ya pili, na ndipo katika kitabu cha Wakorinto, katika kitabu cha Timotheo, Biblia inasema ya kwamba kama ule mtu ameokoka siku ya leo, msimpatie kazi ya ashari, msimpatie kazi yote ya kuhudumu, kwa sababu huenda akaangusha kazi, kwa sababu hajakomaa katika utumishi wake. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa sababu ana imani, ni kwa sababu ana neno. Huyo mtu umempea kupigana na mapepo, je, atayaweza? Hawezi akayaweza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo inasema vizuri sana ya kwamba tuanzie number 1, tuanzie kuokoka. Baada ya kuokoka, tukae chini tusikilize neno. Kaa chini tusikilize neno. Hata kama hauna ushuhuda, wewe kaa chini usikilize neno. Hilo neno likikuwa ndani yako, likiiva, likianza kukomaa, linaanzanga kukuchochea. Wewe nenda ukashuhudie, wewe nenda ukasome Biblia, kwa sababu uko na nguvu, umepata authority. Haleluya. Ni kwa sababu neno limepata nafasi sasa. Neno limekomaa ndani yako. Lakini sasa hivi shetani alichua njia moja, akaondoa neno kwenye ibada, alafu akaingiza nyimbo. Sasa hakunanga wakati wa kusikiliza neno, kama sio mambo mawili tu inafanyika kwenye ibada mzima: kupraise na kufanya miujiza. Inatosha, twende nyumbani. Neno limeondoka. Basi neno likiondoka, hata sisi hatuko na Yesu, kwa sababu hata imani yetu haipo. Hey, Bwana Yesu apewe sifa. Unajua mtu ataulizwa swali moja tu hivi, aseme nimeamua mimi mwenyewe, mbinguni siendi. Atasema na kinywa chake, mimi nimeamua mimi mwenyewe, mbinguni siendi. Mimi nilishangaa jana nikikuja hapa kwa ibada kitu kama saa 6, nikikuja mahali hapa kanisani. Mimi nilipita pale chini kwa kilabu, wimbo za nyomeka za kupraise Mungu. Ungesema leo kwani kuna mkesha mkubwa aje iko huku. Walikuwa wameweka kikosho ya Kikuyu, ilikuwa inaimba mbaya sana, ilikuwa inasifu vizuri. Ungeangalia hivi, ungesema by the way, hapa ndipo ninafaa kuingia, ninasikia kuna sifa. Lakini ukiangalia ni watu wako na machupa za pombe, wamelewa. Sasa mtu anazivu tu akianguka, yani unashindwa, wamechanganyikiwa, hadi wamechukua ibada ya Bwana wameiharibu. Mtu kama anakuja kusimama kwa madhabahu ati anawaambia ati mimi ni muimbaji. Hey! Bwana Yesu apewe sifa. Shetani amefanya siri, ameondoa neno kwa ibada, na hakuna. Hata ukienda ufuatilie, utapata mahali pachache sana kunawekwa uchumbe kwenye mitandao. Kwenye mitandao wanaweka miujiza na wanaweka praise, wanaweka miujiza na wanaweka praise. Na mahali wanapata, hata wakipata walikuwa na ubiri, unapata wenye viewers wako kama 3 ama 5, wakiwa wameenda sana 100. Lakini wakati wanasikia pokea, pokea muujiza, pokea kununua gari, pokea kununua ndege, hiyo nyumba enda uimiliki, wanaanza kusema amen, wanaanza kuanguka na hakuna nyumba wanapata. Katika Jeremiah 23 inasema ya kwamba hao manabii wa uongo na watawatanganya na mwisho wake watawapoteza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri sana, soma neno. Mtu wa Mungu, soma hili neno. Kuna mtu alikuwa ametokea kwenye mtandao, alikuwa anaenda akisema ya kwamba ninataka Wakristo mniambie, kwa sababu ni Muislamu, ninataka mniambie, angalia imeandikwa mahali fulani, angalia imeandikwa mahali fulani. Mimi nakwambia alipata mashabiki. Bwana Yesu apewe sifa. Alikuta wenye wamesoma neno,
walimwambia twende kwa uwanja. Bwana Yesu apewe sifa. Walimpeleka mpaka wakamuonesha kabisa ya kwamba ule Muhammad hata kusoma hakusoma. Bwana Yesu apewe sifa. Kwanza walikuwa wanaenda kwa maandiko, si ati kwenda tu. Hapana, walikuwa wanasoma Biblia, wanasoma maandiko. Wanaambiwa, je, wanafunzi wa Yesu walifanya nini? Walifunzwa neno. Na je, Muhammad alifunzwa nini? Hakuna kitu. Ikaulizwa kwanza, hii ujumbe wa Muhammad ulitoka wapi? Wa Mungu wenu Muhammad. Kumbe ujumbe ulikuja na mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Kama vile unaweza kuja uite kanisa yako gari la moshi. Bwana Yesu apewe sifa. Watu waanze kusema gari la moshi linaenda mbinguni. Alipikwa na neno la Mungu. Akaambiwa tusikusikie siku nyingine ukiongea kama hujui neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nikaona kwamba kuna watu wanasoma neno. Wewe unge challenge hiyo mtu bwana. Kwa sababu ako na Korani. Sasa huyo jamaa anajua vizuri, wewe mchungaji. Alikuwa na Korani na Biblia. Anamwambia Korani imeandikwa na anamwambia Biblia imeandikwa, wewe niambie. Korani imeandikwa na Biblia imeandikwa, wewe niambie. Walikuwa wanapelekana hapa kwa hapa mpaka dakika ya mwisho akasema nimeamua, nimekubali. Kuna Mungu mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Akawaambia sisi hata mkisikia tunahubiri kuna nguvu zingine za Roho Mtakatifu, nyinyi mnatoa wapi? Hamuna. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ninataka ujue kwamba imani ni kitu ya maana sana. Imani ikiingia ndani yako, hakuna kitu huwezi fanya, mtu wa Mungu. Ukiamua utaenda usiku na utafika, utaenda na utafika. Ukiamua hii mwaka unanunua ndege, utanunua. Imani. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Wewe amini. Amini na uanze kufanya kazi. Mimi sitakwambia kwamba tuipokee, kwa sababu utaipokea nani aliwacha yake. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nitakwambia atipokea gari, nani aliwacha gari lake? Wewe ndio ulichukue. Fanya kazi, tafuta, omba Mungu akupatie. Haleluya. Tumeona vile imani inakuja na vile inafanya kazi. Basi tuone utakatifu pia unakuja kwa njia gani. Tusomee katika 1 Peter, kitabu cha Peter 1, tasomea 15 na 16. Haleluya. Kwa sababu tunataka Jesus is the way. Wakati tuliokoka, kuna kitu sisi tulianza kupokea neno. Na ndio maana hapa kanisani tujaikosa neno hata siku moja. Na ninafurahia Bwana, kwa sababu neno lenye huwa linaachiliwa hapa kanisani linawaachilia kama neno la watu maelfu ya maelfu. Bwana Yesu apewe sifa. Aliachiliwi neno ndogo, linaachiliwa neno lenye liko na uwezo. Kama umefika 1 Peter, tusome 1 Peter 1:15 hadi 16. Umepata? Petro wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 11. Mstari wa 15. Soma 15 na 16. Petro wa kwanza, mstari wa 15. Mlango wake ni wa kwanza. Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
Petro anasema ya kwamba imeandikwa, iweni watakatifu kama vile mimi nilivyo mtakatifu. Imeandikwa, Mungu akasema ya kwamba uambie watu wangu ninataka wawe watakatifu, wawe watu safi, wawe watu wametakazika kama vile mimi nilivyo, wakuwe watu wenye wako wanatembea na njia zangu, wawe watu wananiokopa. Bwana Yesu apewe sifa. Wawe watu wanaokopa wachungaji niliowatuma, wawe watu wanaokopa watumishi niliowapeana mikononi mwao. Bwana Yesu apewe sifa. Wakiwa watiifu hivyo, basi Bwana anasema ya kwamba basi watakuwa watakatifu, na wakiwa watakatifu, basi mimi nitakuwa pamoja nao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo inamaanisha utakatifu unakuja kwa njia gani? Tumeona wakati tuliokoka, tulisikiliza neno, tulifuatilia neno. Baada ya kupata neno, neno likakuwa ndani yetu, likakuwa na nguvu na uwezo. Wakati lilikuwa na nguvu na uwezo, likalipuka. Bwana Yesu apewe sifa. Imani ikaanza kufanya kazi. Unajua mtu mwenye ako na imani huwa asemangi anajaribu, anasemanga ninasema hii keyboard ianze kufanya kazi. Hii keyboard sasa kuanzia leo italia kama kitaa. Ako na imani, anaamini akisema inatendeka. Ni mtu wa imani. Akisema huu mwaka ninajua ninaenda mbali, anaenda mbali kwa sababu ndani yake hajui reverse. Mtu wenye imani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo imani wakati inaingia ndani yako, wakati inaongezeka, inaanza kutengeneza utakatifu. Inaanza kutengeneza utakatifu. Wakati inaanza kutengeneza utakatifu, ikianza kuongezeka, ikiongezeka, utakatifu sasa na inazaa lile tunda linaitwa tunda la upendo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati neno limekuwa, lilizaa imani. Wakati imani imekuwa, imezaa utakatifu. Sasa utakatifu naye imekuwa, imeongezeka ndani yako, inatoa kitu tofauti, inatoa kitu kingine. Kitu kingine. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Iweni watakatifu kama vile nilivyo mtakatifu. Faeni kitakatifu, kuleni kitakatifu, kunyweni kitakatifu, ishini kitakatifu, mambo yote yawekeni kitakatifu. Katika kuongea kwako unaongea kitakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe una maringo? Hapana. Wakitafuta wenye maringo, wale wanaingizanga mikono kwa mfuko, wanasema wataenda vile wanaweza. Wewe unaenda tu mtu tu simbo, unaenda tu kama Yesu, kwa sababu wewe tu umevalia Kristo, unaenda tu mpole, hauna mambo mengi, lakini ndani yako kenye umepepa imani, umepepa wokovu, umepepa utakatifu, na tunda la upendo nalo limeongezeka mahali pale. Wakati tunda la upendo linaingia, hapo ndipo sasa barabara inakawanyika, inatokea hivi chwa, unajulikana uko wapi. Hilo tunda likichomoka hivi. Hebu tuangalie tena wapi walisema kuhusu utakatifu. Walawi 11 mstari wa 44. Bwana anamwambia Musa, uambie watu wangu mimi ninahitaji utakatifu. Ati mundu mulabime dagelumiga. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu ambaye Bwana amewachilia neema, mtu ambaye Bwana amepita majaribu yote, huyo mtu apokeangi laana. Bwana Yesu apewe sifa. Laana hata zikitumwa, sikuja na njia kali, zinakuja tu zinapita. Nilikuwa nasikia mwimbaji mwingine akisema ya kwamba hadi sasa imefika wakati hiyo mikutano yao inaondolewa. Hiyo mikutano yenye walikuwa wanaketi juu yao, sasa imefika wakati zinaenda kuondolewa, ziko zinaondolewa. Tusome Walawi 11 mstari wake wa 44.
1 2. Haleluya. Basi polepole tu, ukifika Walawi tutasoma, na hakuna neno, hakuna mbio. Tunataka tujue basi Bwana anaambia acha Walawi, na kwa nini Bwana akawaambia Walawi hivyo? Kuna mambo Bwana alikuwa anayataka. Haya, wacha tusome kama uchaipata katika Biblia. Inasema hivi, 44 inasema, tumesema Walawi 11 mstari wa 40 inasema hivi, kwa kuwa mimi Mwenyezi Mungu ndimi Mungu wenu, jiwekeni wakfu na kuwa watakatifu, kwa maana mimi ni mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Jiwekeni wakfu, yaani ni kumaanisha jitakazeni, ondoa kila dhambi, tuache kila mawaa, kila chochote kingetuzuia, kila chochote kingesababisha tuwe na uchafu. Bwana anasema kiondoeni, ili mkuwe watakatifu, nanyi mkiwa watakatifu kama vile mimi nilivyo mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote Mungu anatafuta mtu ambaye ameamua. Anatafuta mtu ambaye ameamua ya kwamba atakaa kwenye utakatifu. Hiyo ndio kitu ambacho kinamsumbua Bwana, na hicho ndicho kitu ambacho Mungu anakiangalia siku ya leo, ya kwamba je, umekaaje katika utakatifu? Umekaaje kwa kunicha mimi? Bwana Yesu apewe sifa. Mathayo 10 mstari wake ni wa 16. Mathayo 16. Tasonga mbele kidogo, nilikuwa nimesema 16. Utatusomea kuanzia mstari wa 13. 16 verse 13. Mathayo 16 mstari wa 13. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena Yehova Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? 16. Simioni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simioni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitaijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akatembea na wanafunzi miaka nyingi akifanya miujiza na kuwafunza neno. Yesu akatembea na wanafunzi akiwaambia hii ndiyo njia. Lakini Yesu siku zote alikuwa anatafuta ili neno ni nani amelihifadhi.
Bwana Yesu apewe sifa. Ni nani ndiye ndani yake hili neno amelipokea kutoka siku tulianza kutembea, kutoka siku alipokea wokovu? Basi Yesu akauliza, baada ya kutembea nao kwa miaka kadhaa, Yesu akawauliza, na huko nje mnasikia aje? Watu wanasema mimi ni nani? Wengine wakasema Yohana, wanasema huko nje Yohana Mbatizaji, wanasema ni Elia, wanasema kati ya manabii wa kitambo, wanasema Samueli. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Yesu akataka kujua, kwa sababu nimekaa na nyinyi, ni nini mumepata? Akawauliza, na je, nyinyi wenyewe huwa mnasemanga mimi ni nani? Na ndipo Petro akijazwa na nguvu za Mungu, akijazwa na neno ambalo amekuwa akilipokea, akamwambia, wewe ndiye mwana wa Mungu wa pekee, wewe ndiye mwana wa Mungu ambaye tuliyemngojea. Basi Yesu akasema, hii mwanadamu hawezi akaijua, na hii hujafunuliwa kwa sababu ya nyama na damu, hii umefunuliwa kwa sababu ya Baba mwenyewe aliye juu mbinguni. Alimwambia je, na sasa kwa sababu ya hiyo ninalijenga kanisa juu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na ukisonga pale chini anasema, na hili kanisa lenye ninalijenga juu yako kwa sababu liko na neno. Haleluya. Hili kanisa ninalolijenga juu yako, ili milango ya kuzimu halitaliweza, ili milango la mapepo halitaliweza, kwa sababu hili kanisa litakuwa strong, kwa sababu limesimama kwenye misingi ya neno. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kila wakati unapata tunapitia katika challenge moja na nyingine, ni Bwana anajaribu kuangalia ni nani ambaye anapokea neno kwa ukamilifu. Ili neno linakujanga likutia nguvu. Ili neno alitumwangu tu atilikuja kwa hii senda bure. Huwa ninawaambia kwamba kuna watu wanafuatilia kwenye mitandao na wanapata ujumbe na unawasaidia. Kwa hivyo ni vizuri wakati ili neno linaachiliwa hapa, linaweza kuwa kwenye hapa ama kwenda, kuna mtu Mungu ametarget apate ujumbe kwenye mtandao. Kuna Facebook, ukienda Facebook ulize Jesus is the way church, utapata ujumbe wetu huko. Ukienda TikTok utapata ujumbe unaendelea. Ukienda YouTube utapata. Ukienda Bitmate utapata message zote ambazo zinahubiriwa Jesus is the way. Yani kuambia kwenye internet, ukienda mahali popote usaji channel yetu utapata mahubiri yanaendelea mahali hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuna watu wanasaidika. Kwa hivyo ni vizuri uzingatie imani. Ni vizuri uzingatie hii hatua zote tatu. Leo nimekuacha wewe uende utafakari. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua wakati ujumbe ulikuja tu mahali hapa, wakasema ujumbe ukafunza kuhusu rafiki na kutunza urafiki. Unaweza tania ujumbe huo ulikuwa kanisa. Ujumbe huo kuna mtu amesema imemsaidia sana kwa sababu ako na miaka 4 achaiongea na mama yake. Ukienda kwa mtandao utapata tu watu wana comment katika TikTok. Sasa yeye anaenda kubadilisha mambo ya kwao, anaenda kutafuta msamaha na mzazi wake. Na je, mimi mwenye nilikuwa mahali hapa nikiona ujumbe ukinenwa, ukisomwa, nikiutazama, umenisaidia ama pato? Bwana apewe sifa. Unajua mimi nashindwanga, sijui kwa nini, kama watu wenye wako nje wanasikia haraka sana kuliko sisi wenye tuko hapa ndani. Wanaichukua haraka sana. Na ndio napenda kusema kwamba wakati ujumbe unaachiliwa kwa hili kanisa, hata sisi kama makuhani, kama umai hudumu mahali hapa, ukienda uketi chini uanze kuifuatilia, unasikianga na hapo mahali ilisema, si hata mimi naona kama nikusaidia. Ndio inaitwa kwamba ni ujumbe ukatao kuwili, inakata nyuma na mbele. Unapata imesema kwamba fungu la 10. Unapata Mungu anakunenea na anakuuliza, na wewe pasa, ile Sunday yenye ilikuwa yenye vyombo zilichelewa kutoka kanisani, ulituma fungu la 10 kwa askofu. Unaona? Wewe unaweza fikiria ile message ilikuwa inaachiliwa kwa sababu ya mahali hapa. Kumbe hata ilikuwa inanenea mchungaji mwenyewe ya kwamba kumbuka siku ile au kutimiza agano. Enda uondoe ile agano. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana anatuongelesha mtu wa Mungu. Bwana anatuongelesha. Tukubali kufungua mioyo yetu, tukasikiliza vile Bwana anatuongelesha. Tusome kitabu cha mwisho cha waraka wa Yohana 3 mstari wa 14.
Sasa tunda limezaliwa sasa. Sasa ninataka uone tunda limezaliwa. Sasa already tunda linafanya kazi. Yes, wokovu yani utakatifu sasa umekomaa. Sasa unataka kuzaa matunda. Sikio matunda vile inakuja. Kama umefika katika kitabu cha barua ya Yohana, tumesema barua ya Yohana 3, barua ya Yohana ya kwanza 3, tutasoma 14 na 15. Imefuatana tu na Petro hapo mahali umetoka Pita. Iko tu hapo karibu na Pita. Tusikie Biblia inatuambia aje. Barua ya kwanza ya Yohana 3. Usome mstari wa 14 utafikisha 19. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 14. Yes. Sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani, kwa maana twawapenda ndugu. Yeye asiyependa akaa katika mauti. Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji, nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliyeutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Lakini mtu akiwa na riziki ni muhitaji. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia kisha akamwona ndugu yake ni muhitaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo la kweli. 19. Acha tukwame tu hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. 17 katika tafsiri nyingine anasema hivi: atipasi mtu akiwa na mali za hapa duniani, alafu akamwona ndugu yake ana shida, lakini akawa na moyo mgumu bila kumwonea huruma, anawezaje kusema kwamba anampenda Mungu? Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Sasa nafikiria tunarudi tu pale kwenye urafiki. Bwana asifiwe. Kumbe ili tunda wakati limekuwa sasa limeshuka tunda la upendo ndani yako, unahitaji kuwa na msamaha nyingi. Bwana Yesu apewe sifa. Unamsamehe ndugu yako, unamsamehe rafiki yako, unasamehe your neighbor. Ni kwa sababu ndani yako kuna tunda na hutaki ili tunda lichafuke, kwa sababu ili tunda ni gani? Ili tunda linaitwa utakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Hili tunda hautaki lipate uchafu na linaitwa tunda la utakatifu. Kwa hivyo inabidi ya kwamba unakuwa mwangalifu sana. Bwana asifiwe. Kutokulichafua lile tunda. Umeona brother yako anatembea miguu na uko na 20 bob na wewe uko sawa, msaidie tu. Mwambie kama ni town, hii 20 bob itakufikisha wewe, nenda. Mwingine analala njaa, una uwezo unaweza mpatia shilingi 50, umwambie nenda ukakule hii chakula kwa hoteli ukalale, kesho Bwana atatusaidia. Kuna kitu unafanya
hilo tunda la pendo linaanza kuongezeka. Bwana asifiwe. Hilo tunda la upendo linaanza kukua ndani yako, na wakati hili tunda linakuwa sasa, wakati limefika mahali hapo, mahali pa upendo, hili tunda linaanza kuzaa, automatic linazaa. Na hata kuna wachungaji ambao Bwana ameinua, wako na pesa, ameiwainua, wako na uwezo, Bwana apewe sifa, lakini lile tunda alimo ndani yao. Anachukua milioni 20 anapeleka kwa panga, na kanisani amezikia kuna mtu amefungiwa nyumba, amekuja kuomba at least aone kama Mungu atamfungulia tu neema, anapata la kuchukua tu 1,000 amlipie nyumba. Anaziweka sote kwa panga kwa sababu anataka kuendea mashini China, kwa sababu anataka kuendea mashini Amerika, kwa sababu anataka kwenda kununua wenda mashini za kulima. Bwana Yesu apewe sifa. Wenda kuna vitu unataka kufanya, hapana, hilo tunda la pendo hakuna ndani yako, hilo lazima ukubali. Na kama tunda la pendo limekufa ndani yako, usitarajie utakatifu, hata utakatifu umekufa, kwa sababu utakatifu umezaa ile pendo. Kwa sababu vile Yesu alivyo na utakatifu, ndio maana anatupenda. Haleluya. Kwa hivyo tunahitaji kufanya acha watu wa Mungu, tunahitaji tu kukua, watu ambao tu tunaomba Mungu atusaidie, kwa sababu si rahisi. Ninajua si rahisi. Mtu anasemanga nimetumia jasho kufanya kazi nipate hii, nimetumia nguvu kufanya hivi nipate hii, mimi sitampatia. Lakini hapana, mpatie hata kana kwamba ni chakula tu ya siku moja. Usishinda ukifikiria vile ataendelea pale mbele, kwa sababu amekuwa na ombi ya kwamba tumbo iko na shida. Mkumbuke mtu, mkumbuke kama niyo nyumba tulipe, kwa sababu Bwana ametupatia. Kama ametupea uwezo, si tulipe tu. Bwana Yesu apewe sifa. Pesa zikio kwa panga hazina faida. Biblia inasema kwamba Petro akamuuliza Anania na Safira, yani ninawauliza, hilo shamba lilipokuwa kwenu lilikuwa mali yenu, lakini hizi fedha mlipozileta kwa hii madhabahu zilikuwa za kazi ya Mungu, imekuwaje mnazifanya mali yenu? Bwana Yesu apewe sifa. Hapana, hapana, haiwezi kuwa mali yenu. Zilipofika kwa madhabahu zilifanyika mali ya kazi ya Bwana. Basi kama kuna mpendwa amefinyika, ndugu yangu na dadangu, tusimame pamoja na yeye. Yes, tumuangalie atoke kwa hiyo hatua, kwa sababu akitoka mahali pale, Mungu kuna kitu ataongeza kwenye akaunti zetu. Akitoka mahali pale, kuna mahali wewe Mungu atakupitisha. Mimi naaminingi kitu moja, mtu wa Mungu, wenda wewe unaweza ona, unaweza fanya hesabu hivi uone zioni mtu yote ako na shida, wenda kwangu ama kwetu ama nyumbani. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kumbe sister yako mahali anaishi huwa anapitia maisha magumu sana. Wenda kuna brother yako mahali anaishi anapitia maisha magumu, lakini huwa anavumilia juu anasema kwamba acha hata mimi nipambane, siku moja nitatokea. Lakini wewe unaweza fanya hapa tu neema tu, unaweza simama tu na mtu mmoja mahali hapa, yeye akiwa Mombasa, Mungu anatumana tena mtu anasimama na yeye huko. Mambo yanakanga tu hivyo. Kwa hivyo ni vizuri unafanya ukijua kwamba hata uchasaidia mtu mwingine. Wewe tu hivi vita unasema ya kwamba hivi 50 ninajua siku moja atasaidia hata mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati atakuta mwingine amelala kwa mtaro na yeye ako sawa anatembea, atasema na mimi siku moja kuna mtu alinisaidia akanipatia 50 bob, nilikuwa nimelala njaa na nikakula, hata mimi niko na 30 bob. Atamwambia brother, enda nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Inaenda inaongezeka, lile tunda la pendo kwako linaendelea kung'aa, linazaa kitu kingine kenye tutakuja kujua. Pata upendo ukiongezeka, ikifika kiwango cha juu tunaona itasali. Haleluya. Kwa hivyo tuwe watakatifu, tuwe watu ambao tunampenda Mungu, tuwe watu wasafi, tutii ujumbe tu ukituambia
Neno la Mungu likituambia tupite hapa tupite. Neno la Mungu likituambia tukubali hivi tukubali, kwa sababu kuna siri nyingi Bwana anaijua, anataka itendeke katika maisha yetu. Mungu wa mbinguni awabariki sana na watende mema katika jina la Yesu. Tusimame kwa miguu yetu tuweze kuabudu wimbo moja ama mbili, alafu tutaomba na tutaondoka katika jina la Yesu, na ninaamini ya kwamba Bwana atatusaidia. Okay, na naamini tu wakati tunamalizia ukiomba usisahau Mama Monica, kwa sababu amesema mwili imemsumbua imemkalia, ili tuweze kuomba haya mapepo yanaleta magonjwa yakatulie katika jina la Yesu. Na Mungu wa mbinguni atawabariki sana katika jina la Yesu. Thank you, Jesus. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, oh ni wewe Bwana, ni wewe, oh Baba, ni wewe Bwana, oh ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, sema ni wewe Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Baba, Bwana, sema ni wewe Yahweh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Thank you, Jesus. Mungu wangu unaweza yale yote nisiyoyaweza. Mungu wangu unaweza yale yote nisiyoyaweza. Mungu wangu unaweza yale yote nisiyoyaweza. Unaweza yale yote nisiyoyaweza. Haulinganishi na kitu chochote. Mungu wangu unaweza. Mungu wangu unaweza yale yote nisiyoyaweza. Haulinganishi na kitu chochote. Mungu wangu unaweza. Mungu wangu unaweza yale yote nisiyoyaweza. Mambo mengi umenitendea. Mungu wangu unaweza. Mungu wangu unaweza yale yote nisiyoyaweza. Mambo mengi umenitendea. Mungu wangu unaweza. Mungu wangu unaweza yale yote
nikushukuru Mungu wangu, unaweza. Mungu wangu unaweza yale yote nisiyoyaweza. Koti nikisema Mungu wangu unaweza. Mungu wangu unaweza yale yote nisiyoyaweza. Napiga makoti nikisema Mungu wangu unaweza. Mungu wangu unaweza yale yote nisiyoyaweza. Naanguka chini kivutivuti nikisema unaweza. Mungu wangu unaweza yale yote nisiyoyaweza. Naanguka chini kivutivuti nikisema unaweza. Mungu wangu unaweza yale yote nisiyoyaweza. Unaweza, 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 unaweza. Baba kanisa lako, Unaweza, Baba unaweza, unaweza, Baba kanisa lako, unaweza, Baba unaweza, unaweza, Baba wasione ndoa, unaweza, Baba unaweza, unaweza, Baba wasione kazi, unaweza, Baba unaweza, 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 unaweza, Baba unaweza. unaweza. Unaweza, 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 unaweza Baba, 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 unaweza, unaweza. Enda mbele za Bwana tu, mwambie Bwana unaweza. Mwambie Bwana mimi ninajua unaweza dadi. Mwambie Bwana sijaona kama wewe Bwana. Mwambie sijaona mwenye nguvu kama zako. Mwambie Bwana unaweza Jehova. Mwambie hata mahali ambapo sikukuwa ninajua. My God, my Savior. Baba nimesikia neno lako likisema ya kwamba Baba wewe unaweza my Father. Ya kwamba unaweza Jehova. Unaweza hata kubadilisha kalenda zetu. Unaweza hata kubadilisha jumbe zetu.
unaweza hata kubadilisha mawazo yetu, unaweza hata kubadilisha akili zetu. Oi Baba, unaweza my Father. Oi Baba, unaweza Jehova Adonai. Oi Baba, unaweza mfalme wa falme, unaweza simba wa kabila la Yuda, unaweza mfalme wa falme. Hakuna Bwana kama Jehova, hakuna Bwana kama my Lord. Baba, ninalinua jina lako Jehova. Unaweza Baba my Father, unaweza hata kwa wagonjwa Jehova, unaweza hata kwa wasiona kazi, unaweza hata kwa wale Bwana wanatafuta Baba kazi wajaipata my Father, na kwa sababu unaweza Jehova, unaenda kuwapatia my Father, unaenda kuwatwalia kazi, unaenda kuwainua mara tena. Ni kwa sababu unaweza Bwana. Oh, ni kwa sababu unaweza Jehova, ni kwa sababu unaweza mfalme, ni kwa sababu unaweza simba wa kabila la Yuda. Baba, kwa sababu ya nguvu zako Baba, kwa sababu ya uwezo wako, ninakausha kila magonjwa ambayo inainuka, ninakausha kila magonjwa ambayo inajaribu kukamata Baba wapendwa mahali hapa, ninavunja na kuharibu kila magonjwa ya tumbo, magonjwa ya kuumwa na kichwa, ninaikemea kwa damu ya Yesu. Baba, kila mmoja masaa haya ambaye anafikiri mwili wake si vizuri, ninaamuru pepo wa magonjwa, anza kuchukua virago vyako, anza kuchukua virago vyako. Hata wapendwa wenye wajafika siku ya leo, kama kuna mtu ako na tatizo, kama kuna mtu ako na shida ya mwili, ninatangaza my Father, kwa nguvu na uwezo wa damu, kwa nguvu na mamlaka, ninakausha kila vitonda, ninakausha kila vitonda, ninakausha kila magonjwa, hata vigonjwa vya kansa, ninakausha siku ya leo, magonjwa yasiyo na tiba. Wewe Mungu wetu unaweza, tunaikausha kwa jina la Yesu. Waliokosa matumaini, waliokosa matumaini, ninaitisha matumaini mapya. Waliokosa nguvu, ninaitisha nguvu mpya. Waliokosa ujasiri, ninaitisha ujasiri mpya kwa jina la Yesu Kristo. Roho wa Bwana tembea, Roho wa Bwana tembea, Roho wa Bwana tembea, Roho wa Bwana tembea, manyumbani kwao tembea, wenye watoto wao na familia zao asina amani Bwana, ninavunja kila madhabahu ya kuondoa amani kwenye ndoa, ya kuondoa amani kwenye nyumba. Leo ninaamuru shetani toka, anza kuwawachilia uliopiga upofu, wasiweza kuelewa mapenzi ya Bwana. Ewe shetani mchafu, roho ya nyoka, ninatangaza leo hata katika haya madhabahu, kama kuna wale ulikamata ukawakosesha amani, leo ninatangaza, ninakupika na moto wa Bwana, ninakausha njia zako, ninafunga njia zako kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna nafasi tena, hakuna nafasi tena. Moto wa Bwana tembea, moto wa Bwana tembea, manyumbani kwao, kazini kwao, ninatangaza tembea. Bakia kila uchawi uliotuma na wakanga, bakia kila uchawi uliotuma na maadui zao, kila siku maumivu ya magonjwa, ninakanzo leo hizo barua za magonjwa katika maboma zetu, magonjwa yenye haina tiba, leo ninakausha. Magonjwa ya kufungika kifua, leo ninaifungua. Ninatangaza kila mmoja aliye mahali hapa anafungika for the power, for the blood of Jesus. Ninaamuru aachiliwe, ninaamuru aachiliwe. Haya magonjwa mwachilie. Wanaumwa na miguu, ninatangaza kwa Isa, ninakausha magonjwa baridi katika jina la Yesu. Baba, tembea mahali hapa. Baba, anza kutembea my Father. Wewe ni mwenye nguvu na uwezo, wewe ni mwenye nguvu na mamlaka, hakuna mwingine kama Jehova. Baba, ninaomba my Father, uwepo wako my Father, uwepo wako uende nasi, neema yako iende nasi, kibali chako kiwe chetu, na sifa na utukufu sitakurudia, kwa sababu wewe ni Mungu na wewe ni Baba. Na ni katika jina la Yesu tunaamini ya kwamba watu wako wamefunguliwa. Amen. Wacha tutamatishe kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu, my Father, my Savior. Baba, tumekuja mbele zako ni kwa sababu hatuwezi, lakini tunategemea Baba msalaba wako Jehova. Tunategemea damu ya msalaba iliyomwagika kwa ajili ya maisha yetu, iliyomwagika kwa ajili ya jamii yetu. Baba, tunaomba siku ya leo my Father,
Baba, tunaondoa kila mitego zote ambazo shetani alikuwa amepanga juu ya hii wiki, ambao tunaifunga na tufungue ile nyingine. Baba, mitego zote tumeondoa katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba my Father sasa, hata tunapoondoka mahali hapa Baba, ninabariki watoto wako, ninabariki watumishi wako, ninabariki kanisa lote kwa ujumla. Baba, kila mmoja my Father, my Savior, aliyekuja mahali hapa Bwana akiwa anahitaji Baba, msaidie. Hata wenye wako kwenye mitandao na wanafuatilia ujumbe wetu Bwana, Baba, ninawabariki kwa damu yako, ninawabariki kwa nguvu na uwezo ambao uko ndani ya jina la Yesu. Baba, anze kuinuliwa. Wale ambao waliona kama watasonga, milango zao sifunguke, wasonge kwa viwango kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba, endelea kutenda ndani ya maisha yao, endelea kutenda kwa jamii zao, endelea kutenda kwa watoto wao. Watokapo wabarikiwe Bwana, waingiapo wabarikiwe, watembeapo kwa njia Baba wabarikiwe my Father. Popote watakapokuwa, wakisimama wabarikiwe, wakiinama wabarikiwe, wakichukua wabarikiwe. Popote pale Bwana, nimetangaza baraka katika maisha ya watoto wako. Mungu wabariki, uwainue katika jina la Yesu. Amen. Thank you Jesus. Asante Yesu. Tunaweza keti dakika moja tuseme na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika Roho Mtakatifu